Iran na Marekani, mvutano wa kijeshi wazidi kupamba moto. Akijibu kile alichokiita uchokozi na ukiukwaji wa mapigano unaodaiwa kufanywa na Marekani, spika wa bunge la Iran Mohammad Baqir Qalbaf amesisitiza msimamo mkali akisema, ukivunja ahadi na majukumu yako tutatumia lugha tunayojua vyema. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, Qalbaf aliongeza kuwa Iran inapendelea kutumia lugha ya diplomasia, lakini ipo tayari kuzungumza lugha nyingine pale inaposukumwa kwenye kona ya mgogoro. Akiongeza kwa kauli yenye tafsiri ya vitisho vya kijeshi, Qalbaf amesema, ukivunja ahadi na majukumu yako tutatumia lugha tunayojua vyema, utapanda farasi yule yule uliyomwekea tandiko. Wakati huo ripoti kutoka upande wa Iran zikidai kupitia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran zinasema maeneo manne muhimu ya kijeshi yamelengwa, ikiwemo kambi ya anga na kituo cha amri na udhibiti cha majeshi ya Marekani huko Al-Arzaq nchini Jordan kwa mashambulizi ya makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, IRGC inadai kuwa imetumia makombora ya mafuta Mango kulenga hangari za ndege za kivita aina ya F-35 pamoja ni miundombinu ya kijeshi katika operesheni iliyolenga kuvuruga uwezo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo. Taarifa hiyo ya IRGC pia imeanza kwa kunukuu aya 194 ya Suratul Baqara, na anayekushambulieni nanyi mshambulieni kwa kadiri alivyokuchokozeni. Aidha, jeshi hilo linasema limefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya makao makuu ya kikosi cha 5 cha wanamaji wa Marekani nchini Bahrain pamoja na kambi ya Al Udeid Air Base nchini Kuwait, ikidai kuwa ni sehemu ya kujibu mashambulizi ya awali yaliyofanywa dhidi ya maeneo ya Iran katika mkoa wa Hormozgan. IRGC imesisitiza kuwa vikosi vyake viko tayari kujibu kwa nguvu kubwa zaidi iwapo kutatokea mashambulizi mapya, huku kilaumu Marekani kwa kuongeza mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Hali hii inaonyesha mvutano unazidi kupanda kati ya Tehran na Washington, ambapo lugha ya diplomasia inazidi kupishana na matamko ya kijeshi yenye misimamo mikali, hali inaongeza hofu ya ukosefu wa utulivu katika ukanda wa Ghuba na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.